faida ambazo mtu anaweza akapata anapokuwa mchangiaji wa damu. Faida ya kwanza kama nilivyokuwa nimeongea ni kutambua hali ya afya yako kwa wakati huo. Ukiwa mchangiaji wa damu wa mara kwa mara na unaendelea kuchangia, manake afya yako hiyo iko vizuri. Hali ya afya yako unajua katika aspect zipi? Unapochangia damu kuna vipimo huwa vinafanyika vitano baada ya kuchangia damu. Kipimo cha kwanza ni kipimo ambacho watu wengi tunaitaga kipimo kikubwa. Kipimo cha maambukizi ya HIV huwa kinafanywa. Baada ya hapo kinafanywa kipimo cha maambukizi ya virusi vya ini, hepatitis B. Huwa kinafanywa pia kipimo cha maambukizi ya ini, hepatitis C. Huwa kinafanywa kipimo cha malaria, lakini na kundi la damu. Ina maana hivyo vipimo mnavifanya baada ya kuchukua sasa hiyo hivyo vinafanyika baada ya kuchukua na kwa miongozo ya serikali hivi vipimo vyote inabidi vifanyike katika maabara kuu za taifa. Okay. Kwa tunapochukua ile mfuko wa damu, sampuli ile ndogo tunaweka kwenye tube, then tunaiagiza kwenye maabara ya taifa. Ijapokuwa na sisi hivyo vipimo tunavifanya, lakini kwa miongozo ya wizara inadai vikafanyike katika maabara kuu za taifa. Kwa hiyo atakaporudia yale majibu, cha kwanza kabisa ni mpango wa taifa wa damu salama utakutambua wewe kwamba ni mchangiaji wa damu. Kwa hiyo licha ya kujua afya yako, utapewa kadi ambayo itakutambulisha wewe kwamba ni mchangiaji wa damu. Ukipewa ile kadi, faida ile kadi ni kupewa kipaumbele endapo wewe umepata changamoto au mtu wako wa karibu amepata changamoto ya kuhitaji damu. Sio kwamba utapewa peke yako, ila kipaumbele endapo unafika labda pale pana wagonjwa 4 lakini kuna mwingine ni mchangiaji wa damu mara kwa mara. Wote hali zao ni sawa na wote wanahitaji damu, manake atapewa kipaumbele, aidha ndugu yake au yeye. Hizo ndio faida kubwa za kuchangia damu. Lakini faida nyingine, kuna baadhi ya watu wanakuwa na changamoto za kuumwa kichwa ambapo damu inakuwa imezidi sana. Maana kiwango cha damu tukiongelea katika gramu kwa desilita ni 12 mpaka 18. Lakini tukiongelea kwa kiwango cha liters ambazo wengi tumekizoea ni kuanzia lita 4.5 mpaka lita 6. Hiki ndio kiwango cha damu ambacho mtu kikawaida anacho kwenye mwili wake. Kwa sababu inapokuwa imezidi pale, mtu anapata iron overload, yani damu inakuwa ni nyingi, anaweza kuwa anapata maumivu ya kichwa muda mwingine. Kwa hiyo anapochangia na yeye inakuwa ni sehemu ya yeye kujitibu, matibabu na maanisha. Ndio. Lakini sasa tukitoka hapo, mtu anaweza kujiuliza, je, inachangia damu kiasi gani? Yaani mimi nimekuambia una lita 4.5 mpaka 6. Sisi tukichukua ile chupa moja ni kiasi gani? Ile chupa moja ina ujazo wa mils 450. Manake inakaribia nusu lita, lakini haifiki. Manake inapelea kama mils 50. Kwa hiyo unapochangia kutoka kwenye lita zako 5 au 6, ukichangia ile nusu lita ni kitu kidogo ambacho unakuwa umekitoa, lakini kwa yule anayekipokea ni kitu kikubwa ambacho kimesave life na baadaye aendelee kusmile kama ambavyo sisi tunatabasamu. Nafikiri hivyo ndio vitu vikubwa sana vya muhimu vya kuvizingatia. Sawa. Nilikuwa na swali hapa. Ndio. Nataka kujua kwamba hali ya upatikanaji wa damu katika hospitali hapo ipoje kitakwimu, na changamoto gani ambazo huwa mnakutana nazo ili kuhakikisha kwamba damu inakuwa salama muda wote? Asante, ameniuliza hali ya damu, manake blood bank yetu kwa sasa. Kwa sasa nafikiri tulikuwa na chupa 4 tu za AB positive. Lakini tupo kwenye changamoto kidogo ya damu, kwa hiyo tunahitaji wananchi kujitoa, tunahitaji wafanyakazi. Leo tumeanza na wafanyakazi wa hospitali. Yoyote yule anayeguswa achangie damu ili tuweze kuokoa maisha ya watu. Changamoto kubwa ambazo huwa tunakutana nazo ni ile fear na mentality ambazo watu wamekaa nazo. Ukiingia mtaani, kuna mtu anaamini mimi nikichangia damu ninyi mnaenda kuuza maybe. Mwingine anahisi kwamba nikichangia damu, niliambiwa damu inazidi nyingi, inabidi kila muda niwe nachangia hivyo hivyo kwa sababu nimeanza. Hizo ni story ambazo mara nyingi zinakuwepo mitaani, lakini kikawaida damu hutolewa bure popote ndani ya nchi ya Tanzania. Unapofika mahali unauziwa damu, unapiga namba ya TAKUKURU. Nafikiri ni 113 kama sijakosea. Ukipiga ile namba, ukitoa ripoti, nafikiri itachukuliwa katika hali ya serious. Damu haiuzwi popote wala hainunuliwi. Damu hutolewa bure na kwa mgonjwa upokea bure. Sawa, lakini msikilizaji, unaona nafasi pia kwa dakika chache tu, basi changamka hapa. Tuma ujumbe wako kupitia
8888 kama una swali la kuuliza hapa kuhusiana na uchangiaji wa damu. Lakini pia zoezi linaanza leo kwa mujibu wa maelezo hapa kwamba tarehe 17. Vipi utaratibu? Ama leo ni wafanyakazi pekee? Kwa watu hawa ambao pengine ni msikilizaji nasikiliza, utaratibu upoje akifika pale hospitali moja kwa moja? Nashukuru. Kwa mtu ambaye yuko tayari kuchangia damu, ambaye yupo ndani ya kata ya Tandala, anaweza akapiga simu, tutaziweka hadharani. Lakini anayefika hospitali anafika maabara kama anapafahamu. Kama apafahamu, akifika mapokezi, basi ataelekezwa sehemu sahihi. Lakini pia kama kuna kikundi cha watu 5 6 wako mahali, sisi tuko tayari kuwafuata. Tutafika hilo eneo na tutafanya zoezi, na zoezi ni salama na la muda mfupi, kwa tutamaliza. Sio lazima ufike hospitali. Kama kuna kikundi cha watu 5 6, sisi tunafika mahali popote. Naam, lakini huyu anasema kwani kuanzia umri gani kuchangia damu? Yeye ni Gaddafi kutoka USA. Asante, nafikiri nilijibu mwanzoni. Umri ni kuanzia miaka 18 mpaka 65. Sawa. Anasema mimi ni mjamzito, naweza kuchangia damu maana damu yangu ni nyingi. Maelezo yake. Asante. Ukishakuwa mjamzito au mama unayenyonyesha hauruhusiwi kuchangia damu. Zile sifa nilizokuwa nimezitaja mara ya kwanza ni sifa za jumla za haraka, lakini unapofika pale kuchangiwa damu, kuna counseling tunakufanyia. Kuna maswali zaidi ya 38 tutakuuliza. Kwa hiyo ikionekana kuna kitu pale, basi tutakusubirisha. Mama mjamzito au anayenyonyesha haruhusiwi kuchangia damu. Anasema hongera kwa kazi, naomba niulize vipimo vya magonjwa hayo yaliyotajwa hapo ni bure au unalipa ukiwa unataka kuchangia damu? Asante, swali zuri sana. Unapochangia damu, hiyo ni fursa kwako, maana hivyo vipimo vinapimwa bure na majibu utapata bure. Hamna hata 100 ambao ataitoa. Anasema kwa yule ambaye amechangia damu hakuna madhara yoyote kwa mtu ambaye amechangia. Yeye ni Beni 47 kutoka Mago. Asante, nimesema kwamba zoezi ni salama na la muda mfupi. Kwa hiyo kabla hujachangia damu, kuna counseling tutakufanyia. Kwa hiyo kikizi kigezo cha umri, kigezo cha uzito, kigezo cha mashinikizo ya damu, magonjwa kuambukiza, yasiyo kuambukiza, tukakuuliza yale maswali yetu 38 ukatujibu wewe kwa ufasaha, hakuna changamoto ambayo inajitokeza. Shida mtu anaweza akafika akaniambia nimekula kwa sababu anataka tu kuchangia. Akasema nimekula kumbe toka ameamka asubuhi hajala chakula. Kwa hiyo utakapochangia kama hajala anaweza akajisikia kizunguzungu kwa muda fulani, ni kwamba tumepunguza damu kidogo, ambao yeye hajala au hajareplace fluid yoyote mwilini. Kwa anaweza akajisikia vibaya akazimia maybe kwa dakika 2 3, lakini baadaye akaamka. Lakini akitimiza yale matakwa yote na maswali yetu akatujibu kwa ufasaha, zoezi ni salama. Anasema anaitwa Lucy wa Usungilo, nataka kujua kwa mfano nimetoa damu ikapimwa wakakuta ina maambukizi ya virusi vya ukimwi, huwa wanaitupa? Haiya. Swali zuri sana ameliuliza. Hamna damu ya mtu tupwa. Haya, huwa tutupi. Ile damu itabadilishwa matumizi. Kwenye maabara yetu ni maabara yenye level ya zono laboratory. Kwa hiyo sasa kuna vipimo ambavyo tunafanyaga vingi, mfano kuotesha bakteria. Yaani mtu ana changamoto ya bakteria, kwa hiyo tunachukua ile bakteria kuotesha. Kwa sasa zile damu huwa zinatumika kwa ajili ya uchunguzi wa dawa ili mgonjwa asaidiwe kupewa. Huwa haitupu. Itabadilishwa tu matumizi, ila haitoenda kwa mgonjwa. Hata kama mgonjwa labda na maambukizi ya virusi vya ukimwi, hawezi akapokea damu yenye maambukizi ya ukimwi. Haipo hivyo. Itabadilishwa tu matumizi kwenda kwenye uchunguzi mwingine. Anasema samahani, swali la kwanza hapo umesema damu wanachangia wenye umri wa miaka 18. Je, mtoto hana kasoro yoyote ila ana damu imezidi mpaka kichwa kinamuuma? Je, huyo mtoto unamsaidiaje? Yeye ni 42 Kipaji Fred kutoka Ugabwa. Asante. Sasa huyo tunamtoa kwenye mchangiaji sana, ingia kwenye matibabu. Yaani huyo maana yake ni mgonjwa, damu imekuwa nyingi zaidi. Ndio. Sasa kwenye matibabu hapo daktari anaweza kaamua aidha kumpatia dawa za kumsaidia ile damu ishuke, na pia wakati anampatia hizo dawa ajue sababu inayopelekea hiyo ni nini, labda ni kansa ya damu au ni nini, au labda atumie maji vizuri hivyo. Lakini sasa daktari akiamua kwamba sasa atoke kwenye dawa hazimsaidii, ndo anaweza kaamua kwamba aipunguze hiyo damu, lakini kwa ajili ya matibabu.
Haya, msikilizaji, kutokana na muda basi nitamruhusu hapa atataja namba kwa wewe kama unakuwa una swali ama mpo kikundi sehemu mnahitaji kutoa kwa ujumla wenu. Wamesema kwamba watawafuata hapo mlipo. Sasa sijajua mnaangalia umbali gani kwa hivi vijiji vyetu ndani ya wilaya Makete, popote muda wowote ndani ya wilaya maanake. Kwa msikilizaji, basi jitahidi kama mpo kundi labda watu 10, 20, lakini ukipiga simu huko peke yako Ugabwa unaambia mje mchukue damu, itakuwa kidogo wako utakuwa sio kwa makubaliano ambayo tumekubaliana. Kama mpo kuanzia 5 na kuendelea, basi unaweza ukapiga simu ili uweze wafike hapo wataalamu ili uweze kuchangia damu uweze kuokoa maisha ya wengine. Mtaalamu, karibu sana, kama kuna chochote ambacho unatamani kumwambia msikilizaji. Labda cha zaidi nje, maana hapa nimeongelea issue ya damu, ya uchangiaji wa damu, lakini katika wiki ya maabara kazi zingine ambazo tutafanya, nafikiri tuliomba baadhi ya taasisi za karibu ikiwemo chuo cha walimu Tandala, sekondari ya Lupalilo na sekondari ya wasichana ya Makete. Tulitamani tufike pale kwa ajili ya kufanya vipimo baadhi ikiwemo hepatitis B na C, HIV na kupima sukari, hasasa kwa wale watu ambao kidogo umri umeenda, maana hapa tunaweza tukalenga sana staff. Kuwafanyia hivyo vipimo itakuwa ni free. Nafikiri tuwapelekea barua na ratiba za kwetu tutakavyokaa. Kwa kama kuna mwananchi pia anaweza akawa hayo maeneo anaweza akafika. Labda nitaje hapa kwa haraka kwa ratiba yetu. Nafikiri tutaanza na Lupalilo sekondari ambayo itakuwa ni tarehe 20. Kwa kama pana mtu atakuwa karibu na Lupalilo, ni mtu mzima, anahitaji kujua sukari yake, anahitaji kujua homa ya ini, anaweza kafika pale saa 9 alasiri tuliomba. Lakini tuliomba pia Makete Girls saa 8 mchana tarehe 21.